Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameendeleza kutoa matamko makali dhidi ya Israel, huku mashambulizi kati ya mataifa hayo mawili yakiendelea kuongezeka. Kupitia ujumbe alioandika kwenye mtandao wa X, Khamenei amesema, kwa jina la Haidari mtukufu, vita vimeanza. Jina Haidari linahusishwa na Imam Ali ambaye Waislamu wa Kishia wanamchukulia kama mrithi wa kwanza wa Mtume Muhammad. Katika ujumbe mwingine uliochapishwa kwenye akaunti yake ya Kiingereza, Khamenei aliandika, lazima tutoe jibu kali kwa utawala wa kigaidi wa Kizayuni. Hatutowahurumia Wazayuni. Baadaye alichapisha tena ujumbe huo kwa lugha ya Kiebrania akisema, lazima tuchukue hatua kwa nguvu dhidi ya chombo cha kigaidi cha Kizayuni. Hatutakuwa na huruma. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran, Kanali Iman Tajik kutoka kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC alidai kuwa Iran sasa inadhibiti kikamilifu anga ya Israel, akisema shambulio la makombora la usiku huu limeonyesha kuwa tumepata udhibiti kamili juu ya anga ya maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu, na wakazi wake sasa hawana ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Iran. Hata hivyo, taarifa za kijeshi zinaonyesha kuwa Israel imefanikiwa kuzuia mashambulizi mengi ya makombora na drone kutoka Iran kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi wa anga, ingawa baadhi ya makombora bado yamepenya na kusababisha madhara. Katika tukio jipya la kijeshi, IRGC ilitangaza kuwa imetumia kombora lake la Fatah 1 ambalo linadaiwa kuwa ni la hypersonic dhidi ya Israel kwa mara ya kwanza katika mzozo huo wa sasa. Hapo awali, Iran ilirusha kombora hilo mnamo mwaka 2023 na kulitaja kuwa ni mpiga Israel. Wakati wa uzinduzi wake, bango kubwa liliwekwa jijini Tehran likiwa na ujumbe wa Kiebrania unaosema sekunde 400 hadi Tel Aviv. Katika upande wa athari kwa binadamu, mashambulizi ya anga ya Israel yameripotiwa kuua watu wasiopungua 585 nchini Iran, huku wengine 1326 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Activists lenye makao yake mjini Washington, Marekani. Taarifa ya hivi karibuni inabainisha kuwa kati ya waliouawa, watu 239 walikuwa raia wa kawaida, huku 126 wakiwa ni maafisa wa usalama. Mashambulizi haya makali yanaendelea huku hali ya taharuki ikizidi kutanda Mashariki ya Kati, na dunia ikiangalia kwa hofu uwezekano wa mzozo huu wa kikanda kuwa mkubwa zaidi. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.